asifiwe. Asubuhi ya leo, karibuni katika masomo yetu ya kila siku. Kwa jina naitwa Joseph Kuria, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nashukuru kwa sababu ya wokovu wake, kwa kuwa mwema kwetu. Tunapoanza masomo yetu ya siku ya leo, tutaweza kuomba ili tuweze kuendelea. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa sababu ya kutuamsha salama. Pia tunakuomba Mungu uishe milele, uweze kufungua mioyo yetu na mawazo yetu, ili tunaposikia kutoka kwako asubuhi hii uweze kutunenea kulingana na mapenzi yako. Fululiza pamoja nasi, na zaidi ya yote nenea mioyo yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen, amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu tumekuwa tukiendelea na msimu huu wa saumu, na siku hii ya leo tutaangalia neno la Mungu, na neno letu litakuwa kuwa deni letu limelipwa, na limelipwa kwa ukamilifu. Na tutapata somo letu kutoka katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 na 14. Biblia inasema ya kuwa na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, alikawafanya hai pamoja naye, akisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Biblia inatuambia kuwa yale makosa yetu, zile hukumu zote ambazo tulikuwa tumeshtakiwa nazo, Bwana Yesu alizichukua akazigongomea msalabani. Kumaanisha kuwa dhambi zetu zote ambazo zimekuwa zikitusumbua, deni lote ambalo tumekuwa nalo, Bwana Yesu alilipigilia msalabani na yote yakaisha. Hivyo basi sisi tuko huru, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ametulipia deni hilo kupitia mwanaye Yesu Kristo. Na kuna deni nyingi ambazo tutaweza kuwa nazo katika maisha yetu, na hasa deni kubwa ambalo tunafurahia kuwa huru, ambalo tuliwekwa huru, ni deni la dhambi. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 21 kuwa yeye ambaye hakuwa na dhambi alifanyika dhambi ni kwa ajili yetu pale msalabani. Hivyo basi Yesu Kristo aliweza kuchukua dhambi zetu zote, akajitwika yeye pale msalabani, na hivyo basi deni hilo la dhambi kwetu likaweza kulipwa. Pia kuna deni ambalo aliweza kutulipia pale msalabani. Biblia inasema katika kitabu cha Isaia sura ya 53 mstari wa 5 kuwa ukosefu, sisi kwa kukosa kuwa na amani, ukosefu wa amani, yeye alijitwika ukosefu wetu wa amani pale msalabani, na akaweza kutulipia deni hilo la kukosa amani. Hivyo basi tuna amani, tunafurahia amani siku ya leo, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu aliweza kutulipia deni hilo. Hivyo basi tuna amani, na ni kwa sababu deni letu limelipwa. Pia katika kitabu hicho cha Isaia sura ya 53 mstari wa 6, Biblia inasema kuwa yeye alichukua maovu yetu yote. Kwa hivyo kuna maovu mengi ambayo tumekuwa nayo. Siku hii ya leo, maovu yetu yote Bwana Yesu ameyachukua na kuyapigilia pale Kalvari, na hivyo basi sisi tu huru. Kuna maovu mengi, kuna uongo, chuki katikati yetu, kuna maovu mengine kama vile masengenyo, fitina katikati yetu. Hayo yote Bwana Yesu Kristo amechukua na kuyapigilia pale msalabani. Hivyo basi sisi tu huru, na deni limelipwa na Yesu pale msalabani. Pia deni la magonjwa yote ambayo yanatusumbua, Bwana Yesu aliyachukua magonjwa yetu yote kupitia pale msalabani. Kwa mapigo yake, Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24 kuwa kupitia mapigo yake tulipokea uponyaji. Hivyo basi magonjwa yetu yote pale msalabani Yesu aliweza kuyachukua
akachukua akatumalizia. Magonjwa ambayo huenda yanatusumbua, magonjwa ambayo mengine hata hayana tiba, siku hii ya leo tumaini letu liko kwa Yesu, ni kwa sababu kupitia kupigwa kwake sisi tuko huru, hatuna deni tena la magonjwa. Ni kwa sababu Bwana Yesu Kristo alichukua magonjwa yetu na akaweza kuyapigilia msalabani, na kwa kuyapigilia pale msalabani sisi tu huru, na tu huru kweli kweli. Hivyo basi asubuhi ya leo tunapoanza hata shughuli zetu za kila wakati, tuwe na kujua kuwa hatuna deni. Ni kwa sababu kwa kumpitia huyu Yesu Kristo tumeweza kulipiwa deni lote. Ukiwa pale na deni lolote, usijaribu maisha yako peke yako. Ukiwa na dhambi ambazo zinakusumbua, jua kuwa Bwana Yesu yu tayari kuweza kutulipia. Ukiwa na mambo ambayo yanakusumbua, unang'ang'ana peke yako, siku ya leo kuna wito, njoo kwake Yesu, ni kwa sababu yote ameweza kuilipa. Hivyo basi tunaanza siku tukiwa na nguvu, tukijua kuwa Bwana Yesu ametulipia deni lote la dhambi, na sisi tu huru, na tu huru kweli kweli, ni kwa kuwa yote yamelipwa msalabani. Gharama yote ya makosa yetu, gharama yote ya magonjwa yetu, gharama yote ya kukosa hata amani imelipiwa pale msalabani na Yesu Kristo. Hivyo basi sing'ang'ane na dhambi, sing'ang'ane na magonjwa, sing'ang'ane hata na kukosa amani, mletee pale msalabani, maana pale ndipo deni letu linalipiwa. Kwa hivyo dhambi zisitulemee, shida zisitulemee, kwa sababu kuna suluhisho pale msalabani. Msalabani pa Mwokozi, hapo ndipo tunapata pumziko, hapo ndipo tunapata tumaini letu. Ukiwa umeishiwa na tumaini, njoo kwake Yesu. Ni kwa sababu Biblia inasema katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 kuwa ati njooni kwangu nyinyi nyote mlemewao na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Hivyo basi tuje kwake na mizigo yote iliyo mizito, naye ataweza kutupumzisha nayo. Hivyo basi hatutakuwa na deni tena katika maisha yetu. Bwana Yesu awabariki sana. Tunapoanza siku ya leo, tuanze tukiwa na nguvu nyingi, tukijua kuwa sisi tu huru, na tu huru kweli kweli, kwa sababu deni lote la dhambi limeweza kulipwa. Amen. Na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu siku hii ya leo, ni kwa sababu ya wema wako na fadhili zako nyingi. Asante kwa sababu ya kutupa tumaini kuwa deni letu lote la dhambi umeweza kulilipa pale msalabani. Hivyo basi tuko huru, na ndio sababu tunafurahia tukijua kuwa wewe umechukua dhambi zetu zote, ukachukua mahitaji yetu yote. Hata tunapoanza siku hii ya leo, tunaomba ututie nguvu tunapofanya shughuli zetu zote, ni kwa sababu sisi tu huru kweli, maana umetuweka huru kwa kuchukua mahitaji yetu yote, kwa kuchukua deni zetu zote za dhambi, kwa kuchukua magonjwa yetu yote na kuyatundika pale msalabani na kutufanya huru. Asante kwa sababu ya kutulipia deni. Tunakushukuru na tunaliinua jina lako, kwa kuwa wewe ni Mungu mwema. Na hayo ni maombi yetu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Bwana awabariki na muwe na siku njema.